Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa sikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshatoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha hii ya Kiswahili. Ndugu zangu, kabla ya kwanza mafundisho siku ya leo, napenda tu kualika Jumapili hii ambayo ni tarehe 7, ikiwa sijakosea, Jumapili hii tarehe 7 ni mkutano kwa wale ambao hawamo katika zizi. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anapenda kujiunga nasi, nawaambia kuna tema, kuna mada ambayo hakika hamjawahi kupata ufunuo hata siku moja. Kwa hiyo nawaombeni muwepo kwa wingi sana. Kama gisi mnavyojua wakati huu, Zoom yetu meeting ni ile ile. Kuhusu password, hakutakuwa haja ya kuweka password. Yaani unapoclick ile link, moja kwa moja unaingia moja kwa moja. Kwa hiyo nimefanya hivi ili kwamba iwe rahisi kwa wengine ambao wana ugumu wa kujiunga, maana wengine kuandika ile password ambayo ni dale 160 unaweka mkato alafu unaweka 61, wengine wanakuwa na ugumu zaidi. Kwa hiyo ndio maana nikaondoa hata password, ingawa tutakuwa tunaiweka, lakini kwa ukiingia tu moja kwa moja utakuwa na haja ya kuweka password. Kwa hiyo iko wazi kwa kila mmoja ambaye anapenda kusikiliza na kupenda kuelewa kile ambacho tunakileta. Ujumbe ambao tunauleta, ndugu zangu, ndio ujumbe ambao utawaokoa, ndio ujumbe ambao utawapatia maisha ya milele na milele. Sehemu zingine zote wasiwadanganya, hakika kweli ni mambo mapya, ni magumu kwa baadhi, lakini mnapoangalia kwamba hayo tunayaongea, hata nanyi pia mna uhakika kwamba huu ni ukweli, lakini mnaogopa, mna wasiwasi. Msiogope, msina wasiwasi, chunguzeni, mfanye kama gisi wenzenu walivyokuwa wakifanya, inavyosemekana ndani ya Biblia za kisasa kuhusiana na Paulo anapokuja nao pia wana Wakristo wa Beria gisi wanavyoitwa. Kwa hiyo muwe mnachunguza, ndugu zangu. Kwa hiyo ilikuwa ni hivi. Kwa hiyo tarehe hiyo 7, yani Jumapili inayofuata inayokuja, kuanzia saa 4:30 majira ya Tanzania, na mara hata saa 4 kamili, huwa tunaanza moja kwa moja kuweka nyimbo, tunaburudika kwa nyimbo kwanza kabla ya mafundisho. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu, iweni kabisa kwa wingi, na ni mada ambayo hakika itatikisa walio wengi. Ni mada ambayo itatikisa walio wengi, kwa sababu ni mada ambayo inaongelewa. Hakuna hata mchungaji hata mmoja ambaye anajua ukweli. Wanaongea wote, lakini hakuna hata mmoja ambaye anathubutu kusema kwamba ukweli ndio huu kuhusiana na tema hizo mada ambayo taenda kuongelea hiyo Jumapili. Kwa hiyo sitawaambia hapa ni tema gani, hasa ni mada gani, maana ikianza kuambia moja kwa moja uonjo na utoa. Kwa hiyo ingieni, karibuni, ili mwende kusikiliza kile ambacho mzaliwa wa pili amekuja kutupatia kwa wakati huu. Basi baada ya kumaliza hapo, ndio tunaingia sasa katika mafundisho yetu, ni kuhusiana na siri ya kupaa kwa Kristo. Oh, luba. Kwa hiyo siku ya leo, kama jinsi tunavyoona, tutaenda kuingia katika sayansi inayokatazwa, sayansi kuhusiana na ukweli ambao unaokomboa watu, sio kweli zingine ambazo zitaongelewa katika dini mbalimbali hata kidogo, kwa sababu dini zote ni za uongo. Nasema dini zote ni za uongo. Yeyote ambaye anapatikana katika hizo dini ajue kwamba yuko mongo na awezi kurisi ufalme ule ambao unafikiri ufalme wa mbinguni. Hilo toweni katika akilini, katika akili kumrazi, toweni katika ufahamu zenu, ondoweni kabisa, hata msifikiri kwamba labda mnajifariji. Hakuna chochote ambacho kinaweza kikatokea, mimi nawaambia. Kwa hiyo bila ukweli huu ambao unausikia hapa kila mara, hakika kuna wokovu. Inasema mniangalie vizuri, sina woga. Angalia ndani ya macho, kama mnaona kwamba kuna kitu ambacho labda wasiwasi aweza kuogopa, mtazame vizuri, ninaongea kile ambacho nakijua. Kwa hiyo tutaenda kuongelea kuhusiana na Kristo, na naposema kuhusiana na kupaa kwa Kristo, hapa hatusemi kuhusiana na Yesu, kwa sababu Kristo sio Yesu. Yesu hajawahi kuwepo. Yesu ni jina ambalo waliunda, huyo mhusika hajawahi kuwepo, na waliofanya hivyo ni katika mkutano wa Nisea huko, ambapo huyo wanayeita Constantin watafanya atajiunga na Ukatoliki wa Roma, mambo kama nyote mnajua.
watakavyounda, wataanza kufanya mambo ya Utatu Mtakatifu. Hayo yote mnayajua ambayo walioyafanya. Kwa hiyo mhusika halisi Kristo kweli kweli, hatujakataa. Maana walio wengi wanasema nyinyi ni wapinga Kristo. Sisi tuwe wapinga Kristo kwa sababu ya kitu gani? Kristo alikuwepo, alikuja, na kweli alifariki, alifufuka na alirudi. Ila huyo Kristo sio Yesu, sio Yehoshua Mashia, sio Isa, kwa majina yote ambayo mnaweza mkataja. Hapana, Kristo alikuja, alikuwa mweusi, alikuwa mweusi, na wengine ambao hawana hata hawajui utambuzi, aza sijui niseme hawajui umuhimu wa utambulisho wao. Unaposema kwamba Kristo alikuwa mweusi, wao watasema ndani ya vichwa vyao kwamba awe mweusi awe mzungu, rangi haina muhimu, muhimu tu ni kushika amri za Mungu. Sasa hizo amri za Mungu wako hazitakwambia kwamba mtu anapokuja na rangi nyeusi anatakiwa asemekane kwamba alikuja na rangi nyeusi. Kwa nini waibadilishe iwe nyeupe? Maana unapopoteza utambulisho wa Kristo kuhusiana na rangi yake, kila kitu ambacho utakipokea ni uongo mtupu. Na ndio maana nawaambia kwamba Kristo ambao wamekuja kuwatambulisheni wa uongo kabisa, na ndio maana nyote hamko katika ukweli. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba ndugu zangu, Kristo ambaye tunaongelea hapa anaitwa kwa jina la Jokisabe Isaac Kudumanemula, ambaye alikuwa mweusi, alikuja katika bara letu kipenzi Afrika, bara la mababu zetu. Yeye alikuja, alikuwa mtu mweusi, na hakuja miaka 2000 iliyopita. Hapana, miaka 2000 iliyopita ni kitu gani? Alikuja kitambo, miaka zaidi ya 5000, miaka zaidi ya 10000, miaka zaidi ya 1000 hata 50. Jokisabe Kristo wa kweli kipindi alipokuja ni miaka kweli kweli iliyopita. Kwa historia yote ya Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Funuo ni historia ya mtu mweusi ambaye wazungu walibadilisha, walitaka kuiweka kwamba ile ya kwao, lakini hata unaposoma Biblia unakuja kuona kwamba mambo yetu yamejaa humo hivi. Ila walio wengi hawapendi kusikia ukweli na hawapendi kukubali, kwa sababu tayari wameshalishwa chakula ambacho ni kibaya, chakula ambacho adui alimletea akaona kwamba hicho ndio chakula kizuri. Lakini mtoto wao anapokuja kuwapatia hiki chakula ambacho ni cha ukweli, ambacho hakina sumu, hakuna nini, hakuna asidi ndani mwake, wanasema kwamba huyu mtoto hasa, huyu anakuja kudanganya, anakuja kupotosha, anakuja kuharibu taifa, anakuja kuleta mafundisho ambayo ni uongo. Lakini nawaambia ndugu zangu, uhalisia, ukweli halisi uko hapa. Hivyo ndivyo ilivyo. Hapa tunapozungumzia kuhusiana na kupaa kwa Kristo, walichukua historia yake wakaweka ndani ya Biblia za kisasa. Watamuita kwa jina la Yesu, lakini yeye si Yesu. Watamuita Yesu. Na mkisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mnapoenda kwenye sura yake ya kwanza kuanzia hata kwenye mstari wa 9, 11 huko, wataongelea kupaa kwa huyu watakaita Yesu. Wanasema namna gani? Nitasoma kama jinsi wanavyoandika katika Matendo ya Mitume 9 hadi 11. Anasema baada ya kusema hayo, wote wakiwa wanamtazama, alichukuliwa mbinguni, wingu likamficha, wasimwone tena. Walipokuwa bado wanatazama juu angani, akiwa anakwenda zake, mara watu wawili waliokuwa wamevaa nguo nyeupe walisimama karibu nao, wakasema, enyi wananchi wa Galilaya, mbona mnasimama mkitazama angani? Yesu huyu ambaye amechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja tena namna hiyo hiyo mlivyomwona akienda mbinguni. Mkisoma ili andiko na mkienda kusoma kwa mfano kitabu cha Mathayo kuanzia kwenye sura yake 24, sura yake 25, ambapo atakapoongelea kuhusiana na manabii wa uongo ambao watakuja, kwamba mtaenda kuelewa kwamba kuna mkanganyiko mkubwa kuhusiana na kupaa kwa huyo ambaye watakayeita jina lake, ambaye wataita Yesu, na namna atakavyorudi. Kuna kweli mkanganyiko mkubwa. Unajua kwa nini? Kwa sababu wakati ambapo hawa watu wawili ambao wanasema watu wawili walitokea, walipoongea, wanawaambia wanafunzi kwamba jinsi mnavyomwona huyu Yesu anavyopaa ndivyo atakavyokuja, ndivyo atakavyorudi. Lakini nawaambia kwamba mkisoma humu ndani ya Biblia za kisasa, mtakuja kuona kwamba kuna mambo ambayo sio ya ukweli. Wanaongea tofauti zaidi sana, tofauti, na mtaenda kuona hata baadaye gisi itakavyokuwa, kwa sababu nyinyi mnaamini kwamba Yesu wenu alipaa na kwamba atakuja tena, atarudi kunyakua kanisa leo. Hey, loba, hakika tulitoka mbali sana sisi baadhi ambao tuko hapa. Tuende sasa, tutaingia katika kitabu, sio kitabu kingine, tunaingia katika Karatandimsi, kitabu cha ukweli.
kanuni iliyofunuliwa ya Biblia halisi, ya Biblia Kalatambale. Na mafundisho yetu kama jinsi mnavyojua yatakuwa na vipengele mbalimbali, lakini kabla ya kuingia katika hivyo vipengele mbalimbali, tutaenda kwanza kugusia mtu mmoja ambaye aliitwa kwa jina la Dubise. Kwa jina hilo wao watamuita kwa jina la Henoko aza Enoki. Tunajua kwamba kuhusiana kupaa kwa Kristo, kabla Kristo hajapaa, mwelewe kwamba kuliwahi kutokea mtu mwingine ambaye alipaa, aidha watu wengine ambao walipaa kabla ya Yesu kupaa, kabla ya Kristo, kwa sababu sasa tunaingia katika ukweli, kabla ya Kristo ambaye ni Jokisabe kupaa, ili mulielewe vizuri, kwa sababu kilikuwa kipindi ambacho ni kabla ya gharika, kabla hata ya mgawanyiko wa bara. Kulikuwa na patriaki huyu ambaye anaitwa kwa jina la Dubise, ambaye hakufariki, yeye alinyakuliwa. Alifanya safari nyingi kabla ya kunyakuliwa kwa bila kurudi tena. Alienda katika ulimwengu wa kiroho, alionyeshwa yani mambo mengi sana aliyoyaona, yaliyopita, yaliyopo na mambo yatakayokuja, aliyaona yote, hadi akaona kuja kwake mzaliwa wa kwanza ambaye ni Jokisabe. Hadi alipozaliwa aliona, na gisi alivyonyakuliwa Jokisabe alionyeshwa, na hayo mambo aliyaona miaka, ndugu zangu, mamiliati za bilioni na mabilioni bilioni ya miaka kabla haya mambo hayajatendeka. Na ndio maana ataeleza na ataandika haya mambo katika kitabu cha Dubise, kitabu chake, sura yake ya kwanza, mstari wa 840 hadi 841. Anasema, mimi Dubise katika uhalisia huu nilishuhudia kupaa kwa mkubwa wa wawili. Kwa hiyo hapa ni katika huu uhalisia ambao alionyeshwa namna gani mzaliwa wa kwanza atakavyopaa. Hili lilitokea wakati mkubwa wa wawili alipowapa mitume wake maagizo yake ya mwisho, akiwa bado katika hali inayoonekana. Kwa hiyo wakati huo aliona namna gani mkubwa wa wawili ambaye ni Jokisabe, Kristo wa kweli mweusi, alivyoanza kwanza kuongea na mitume wake ili kuwapatia kweli kweli maagizo ya mwisho, nini ambacho wanatakiwa kukifanya kabla ya yeye kupaa. Kwa hiyo nikasema ni bilioni ya miaka iliyopita Dubise aliona mambo haya, mambo ambayo ni ya kutisha, mambo makubwa, kwa sababu kwa wengine wanaweza kujiuliza namna gani miaka mabilioni itakayokuja, inafaa kitu gani kuonyesha kitu ambacho kitakuja miaka mabilioni itakayokuja, wakati tayari umeshapata huu unabii, umeshaonyeshwa yote ambayo itatokea, inafaa kitu gani? Sasa wakati ambapo atakapopaa yeye, kutakuwa tofauti na gesi watakavyoandika ndani ya Biblia za kisasa, kwa sababu yeye Dubise ambaye wataita Enoko, kuna unabii wake pia ambao aliandika. Unaposoma kitabu cha Yuda, Yuda alinukuu kile ambacho Enoki alitowahi kukiongea, kwa sababu kuhusiana na unabii huo wanamwambia kwamba huyu Enoki aliandika kwamba huyu Yesu atashuka akiwa na malaika zake maelfu kwa maelfu wakati atakapokuja. Sasa ikiwa tukirudi sasa kwenye Matendo ya Mitume, wale watu wawili waliwaambia mitume kwamba kwa namna hii mnayoona Yesu anavyopaa ndivyo atakavyokuja. Wakati alipopaa hakuwa na maelfu na maelfu ya malaika zake. Sasa wakati wanaambia kwamba atakaporudi atakuja na maelfu ya malaika zake, kuna tofauti tayari moja kwa moja, lakini sisi hatuko hapo. Kipengele cha kwanza, kuondoka kwa Jokisabe. Hicho ndio kipengele cha kwanza. Tunaenda katika kitabu cha Kudumanimula sura yake ya 60 mstari wa 39 hadi 41. Atakayeongea hapa si mwingine bali ni Munangada. Munangada, mwana wa Ngurumo, ambaye wataita kwa jina la Yakobo. Munangada ndivyo watakavyomwita Munangada. Yeye ndio atazungumza katika kitabu cha Kudumanimula sura yake ya 60 mstari wa 39 hadi 41. Inasema hivi:
Baada ya kusema hayo, Jokisabe aliinuliwa huku tukimtazama, na wingu linalong'aa likamficha machoni petu. Tunasimama kwanza hapa, halafu tunaingia ndani, ndugu zangu. Oh, maana yake ni nini? Jokisabe katika hali inayoonekana, mwelewe kwamba ni kiumbe cha juu na hata zaidi ya juu. Sasa alipofikia level hiyo ya kupaa, mitume walikuwa wakiona namna alivyopaa. Walimwona akipaa kwa macho ya namna gani? Je, alikuwa macho ya kimwili? Aidha alikuwa macho ya kiroho? Alama ya kuuliza. Lakini Munagada atasema hapa kwamba na wingu linalong'aa likamficha machoni petu. Maana yake wakati huo hakuna kitu ambacho kinaweza tena kumwenea Jokisabe. Yaani wingu haliwezi tena, halitakiwi tena kumficha. Lakini hilo wingu sio kwamba lilimficha Jokisabe, bali kwa mujibu wa mitume walioona pale, wao waliona kwamba hilo wingu limekuja kumficha Jokisabe, lakini ni kulingana na macho yao gisi wao walivyoona. Ila hilo wingu haliwezi likamficha Jokisabe, lakini lilificha mitume wasione kile ambacho kinaendelea kule. Hivi sijui kama unaelewa hilo, ndugu zangu, kwa sababu Jokisabe alikuwa tayari ni kiumbe cha juu kwa wakati huu, wakati anaponyakuliwa. Sio mtu tena ambaye ana mwili wa kufa aidha wa kuchoka. Hapana, maana tayari ameshakuwa kiumbe kingine ambacho kinaingia katika ulimwengu wa kiroho, ndugu zangu. Kwa hiyo yeye Jokisabe atachukua sasa mamlaka juu ya yote hayo. Ndio maana kulingana na mitume, wingu linalong'aa lilimficha Jokisabe machoni pao. Kwao waliona kwamba wamefichwa, lakini hayo mawingu hayawezi tena kumfunika Jokisabe. Hivi sijui kama unaelewa. Alafu anaendelea kusema kwamba lakini wakati huo huo ambapo wingu linalong'aa lilimficha Jokisabe, mudimango mudimango, yani roho wa upepo ambaye yuko juu ya anga na anayeunga mkono mawingu ya dunia alionekana kando yake. Haya ndio mambo ambayo yalitendeka, ambayo wengine hawawezi wakayapenda. Ni mambo ambayo hata ndani ya Biblia za kisasa hawakuyaweka, kwa sababu hawajui ni nini ambacho kitatendeka upande mwingine. Roho wa upepo ambaye ni mudimango atajizirisha ili kuonyesha kwamba Jokisabe yuko juu ya upepo, yaani upepo hauna mamlaka tena juu yake. Hivi sijui kama mnapenya hilo, ili mnaelewa hilo, ndugu zangu. Na tulipokuwa tukitazama anga kwa makini, Jokisabe alipoondoka, kuna mkato, tazama wanaume wawili weusi. Tunasimama hapa ambapo kuna mkato. Kwa hiyo hapa wanatupatia utambulisho wa hao wanaume wawili ambao waliowatokea mitume wakati Jokisabe alipokuwa akiondoka. Kwa hiyo wanaume hao wawili wanawaambia kwamba ni wanaume wawili ambao ni weusi, lakini wanaume hao wameandikwa na nani? Na we kubwa, kwa sababu ni wanaume weusi wa kabla ya anguko. Na mwanaume mweusi wa kabla ya anguko yuko namna gani? Ina maana kwamba hao ni kaka zetu wa kiroho ambao ni roho za gizo kula vitu. Ndani ya Biblia za kisasa hawajawapa utambulisho wa wanaume wawili ambao wanasema wanaume wawili, lakini watakapowachora ni wazungu. Kwa nini wanawachora wazungu? Kwa sababu wanapenda historia yote iwe ya kwao, wakati ni historia yetu sisi watu weusi. Kwa hiyo watatokea ambao ni walinzi. Kwa hiyo wanatupatia utambulisho kwamba hawa wanaume wawili ambao ni weusi walikuwa ni walinzi. Walinzi sio, nasema kila wakati, sio walinzi wa mambo mengine ambao mnalinda nini, no. Ni aina ya kategoria ya roho zingine za agizo kula vitu ambazo zinaitwa walinzi. Hivi sijui kama mnaelewa. Walinzi wa taifa pia ambao ni walinzi waliovaa kitani inayong'aa,
walitutokea na kusema kuna nukta mbili: wanaume wawasi, kwa nini mnasimama kutazama mbinguni? Huyu Jokisabe ambaye amechukuliwa juu mbinguni kutoka miongoni mwenu, mtamwona tena tu katika hali isiyoonekana baada ya utimilifu mkuu. Tunasimama hapa alafu tunaingia ndani, ndugu zangu. Kwa hiyo walinzi wawili wakawambia mitume kwamba nyinyi bado mnaangalia angani, mnaangalia namna anavyoenda, lakini tambueni kwamba Jokisabe gisi alivyoondoka kweli hamtamwona tena akirudi hapa, haitawezekana, lakini mtamwona si hapa bali katika ulimwengu wa kiroho sasa, baada ya utimilifu mkuu, yani baada ya kila kitu, baada ya hukumu tuseme. Na wale ambao wataingia katika paradiso watakuwa tayari wataingia, ndipo sasa watu watamwona humo katika agizo kula vitu. Kwa hiyo nyinyi Wakristo ambao mnasubiri ujio wa huyu mnayeita Yesu kwamba atakuja kunyakua kanisa, atanyakua kanisa ili aende nalo wapi? Mnajidanganya bure. Kwa nini? Kwa sababu hata gisi mambo yanavyopangiliwa kuhusiana na mambo ya kiroho hamwendani nayo vizuri, kwa sababu nyinyi mnasubiri kuja kwa Yesu. Yesu atakuja kuwanyakua, hasa atachukua kanisa. Wengine wanasema kwamba kanisa litaingia katika ziki kuu, wengine itaingia katika ziki kuu. Na ziki kuu ni nini? Hamjui chochote. Kwa hiyo mupo, lakini hamjui hata utaratibu wa kile ambacho kitatokea. Tuseme kwa mfano, labda wakati huu mnasubiri kuja kwa huyu Yesu ili kuja kunyakua kanisa. Sasa akinyakua hilo kanisa na kwamba akienda nalo mbinguni, sasa mniambie, huu utawala wa miaka 1000 ambao unatakiwa kufanyika utafanyika wapi? Kwa sababu kikawaida huu utawala wa miaka 1000 utafanyika hapa duniani. Sasa ikiwa nyinyi tayari amekuja kuwanyakua na kwenda nanyi, sasa akina nani ndio watakuwa katika utawala wa miaka 1000? Kwa ndio maana hamjui mambo yalivyo, bali katika ukweli ni kwamba Jokisabe ameenda. Hatuwezi hata katika ndoto, hata katika maono kumwona Jokisabe. Hilo haliwezi kuwezekana. Yaani kumwona Jokisabe tena itakuwa ni katika agizo kula vitu, neno likiruhusu kwamba tumeingia katika paradiso, hapo tu tunaweza tukamwona Jokisabe. Kwa hiyo sisi hatuko hapo kwamba tunasubiri Jokisabe aje anyakue kanisa. Sasa hilo alipo, hayo ni mambo yenu. Kuna roho ziko hapo, kuna neno lipo, kuna Mudimu Sangi yupo, kuna kaka zetu wa kiroho wapo hapo. Ambao mnafikiri Jokisabe atatoka alipo hivi ninapoongea hapa? Mnafikiri Jokisabe yuko wapi? Mnafikiri yuko mbinguni? Aweza yuko katika agizo kula vitu? Yuko nje ya agizo kula vitu, yuko nje ya uwepo sio kuwepo, na hata zaidi. Na alipo kule hana umbo alipo Kristo wa kweli hana umbo, maana yeye si kiumbe. Nasimama hapo, yes, ila yeye si muumba. Kwa hiyo walinzi hao hawakusema kwamba huyu Jokisabe ambaye mnamwona namna hii akipaa kwamba atarudi hivyo hivyo hapa tena. No, haya ni mambo ya Biblia za kisasa ambao hawana hata ufunuo wote. Wanaweza wakaongea hivyo namna gani? Wanajua kila kitu ambacho kipo. Mmoja kati ya walinzi alijulikana kwa jina la Edube. Kwa hiyo hizo roho mbili ambazo ziliwatokea mitume, mmoja aliitwa Edube. Edube maana yake ni utukufu, heshima, kuthamini, adabu. Jo Edube, kwa sababu Jokisabe anapopaa anapaa kwa utukufu, anapopaa anapaa kwa heshima kumrazi, anapopaa anapaa kwa thamani, kwa sababu aliwathamini mitume wake. Alithamini pia wale wote ambao wanaojulikana watakao kuja katika neno, watakaookolewa. Pia Jokisabe aliwathamini, lakini naye pia tena Jokisabe akawa thamani hiyo hiyo tena. Ndio maana wakati huu kutakuwepo na roho huyo ambaye ataitwa kwa jina la Edube, itakayomaanisha utukufu, heshima, kuthamini na adabu. Na mwingine chini ya jina la Kandane. Kwa hiyo wa pili naye ataitwa kwa jina la Kandane. Kati yao malaika wawili za roho hizo mbili, nyinyi mnaita malaika, roho hizo mbili ambayo ni walinzi, ataitwa Kandane. Kandane ambaye maana yake ni upatanisho. Yaani kulikuwa roho mmoja anaitwa Edube
ambaye itamaanisha utukufu, heshima, kuthamini adabu, na mwingine ataitwa kandani, ambaye atawakilisha, ataitwa yaani atawakilisha, ni maana yake ni upatanisho. Maana yake ni nini? Kwa nini upatanisho? Kwa sababu Jokisabe alikuja pia kupatanisha wale wanaojulikana watakaopatanishwa na neno la Lubadide, au naye Jokisabe mwenyewe, kwa sababu yeye na neno ni kitu kimoja. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ni kuhusiana na roho wa upatanisho. Maana kama jinsi tunavyojua, Monmon watakaita Sulemani katika wakati wake, katika hali hii inayoonekana, alisema kwamba hakuna jipya chini ya jua, kilichopo kilikuwepo. Huenda katika kipindi hicho kiliitwa kwa jina lingine, lakini hakuna jipya chini ya jua. Jokisabe kama jinsi tulivyoona hapo, alipopaa na wingu likamfunika likamficha machoni pa mitume, tunaona kwamba ni ishara ya mambo yaliyowahi kuwepo, kwa sababu kunapokuwa na unyakuo, mwelewe kwamba kunakuwa pia na upatanisho. Hivi sijui kama nanipenya vizuri. Yaani ikiwa unyakuo unatendeka, yaani kuna upatanisho pia ambao upo. Ndio maana tunapoenda katika kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza mstari wa 445 hadi 447 inasema, moto na mimi muto, kisha tukawa roho kamili zenye asili ya awali, kuna mabano, yani uzima. Tunafunga kwanza mabano, halafu tueleze kitu gani hapa. Ni wakati ambapo moto na muto ambayo wataita Adamu na Eva watanyakuliwa. Sasa ili kwamba wapate kunyakuliwa, yani watachukua mwonekano fulani, watabadilika, na ili kwamba wapate kubadilika, watabadilika kuwa nini? Tunaendelea kusoma, moto na mimi kisha tukawa roho kamili zenye asili ya awali, kuna mabano, yani uzima, za roho za agizo kula vitu kama kabla ya angoko. Mimi moto, kwa hivyo nilipata asili ya awali inayotokana na agizo kula vitu, ambaye ilikuwa mimi, kuna mabano, yani uzima, kabla ya uzirisho wangu katika hali inayoonekana, nikiwa tena na nguvu zangu zote, kuna mabano, yani zaidi ya yote ambayo wasioanzishwa wazungu na damu mchanganyiko metisi katika imani na dini, kuna mabano, uongo zao watamtaja Mungu, uungu, Bwana au Muumba, pamoja na sifa au sifa nyinginezo zote katika miaka mabilioni kadhaa, ambayo ni upatanisho. Tunasimama kwanza hapa. Kwa hiyo wanawaambia kwamba wakati ambapo moto na muto walipotakiwa kupaa, kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa Adamu alifariki akiwa na umri wa miaka 930, lakini ukweli ni kwamba moto hakufariki, alinyakuliwa. Na tutawaambia kwa nini hawezi kufariki, hicho tutaenda kuambia. Ila ndani ya Biblia za kisasa hawajaongelea kuhusiana na Eva, ikiwa alifariki aza alifanya nini. Hakuna taarifa kuhusiana na Eva, hakuna taarifa kuhusiana na Kaini. Ni yeye ya Adamu na Abeli. Tunajua kwa nini hawakuweka, lakini sitawaambia hapa kwa nini, ila tunajua kwa nini hawakuweka. Sasa moto na muto, kwa sababu mjue kwamba moto, yule mwanaume wa kwanza kuja kuumbwa, mjue kwamba kabla ya kuja alikuwa tayari ameshaumbwa. Yeye ndio malaika wa mwisho kuumbwa katika agizo kula vitu. Kwa hiyo alipewa tu mamlaka tu na jukumu hilo, kwamba aje katika hali inayoonekana, azae watoto, na watoto watembee kulingana na ukweli, wachukue nafasi za ile, wanasema namna gani, idadi inayojulikana ya wale ambao walioanguka, ili watoto wake wapate hiyo nafasi, wachukue hiyo nafasi, hilo tu. Kwa hiyo yeye kama yule roho hana haja ya kuzaa. Kwa hiyo ndio maana atachukua mwili, na wakati anapotoka kama roho wa mwisho kuumbwa, atashusha nguvu zake, na anaposhusha nguvu zake, yani anapokuja hapa, yeye mwingine anabaki, ufahamu wake wa kwanza unabaki, unaokuja ni ufahamu wake wa pili. Sasa wakati ambapo atakapokuja ili kupata kunyakuliwa, ina maana kwamba yeye atapatanishwa sasa na nini? Atapatanishwa na ufahamu wake wa kwanza, ambaye ni roho wa mwisho kuumbwa. Kwa hiyo huu ufahamu utaenda kufanya kitu kimoja na ufahamu wa kwanza, ambaye ni roho yake. Na ndio maana akasema hapa, mimi moto, kwa hivyo nilipata asili ya awali, kwa sababu awali hiyo ndio ilikuwa asili yake inayotokana na agizo kula vitu, ambayo ilikuwa mimi, yaani ni yeye mwenyewe, ni ufahamu wake wa kwanza kama roho
wa mwisho kuumbwa. Hapo ilikuwa ni kabla ya udhihirisho wake katika linaonekana, kabla ya kuja katika linaonekana. Hivi mnaelewa hivi? Nafikiri sasa unawambia kwamba uweza aliokuwa nao, hiyo nguvu ambayo aliyopata tena ili kurudi, yaani inashinda nguvu zote za hii miungu yote ambayo mtaita katika dini zenu. Sijui miungu yenu, Mungu wako anaitwa nani katika dini yako? Yaani nguvu za huyo Mungu wako haziwezi zikafanana na nguvu za moto, mtu wa kwanza kuumbwa aliponyakuliwa, yule ambaye mtaita muumba nyinyi awezi akaingia katika uweza wa moto, kwa sababu Mungu wenu ambaye ni muumba yuko sehemu fulani. Hivi sijui kama unaelewa hilo. Hivi ndivyo moto anavyosema, lakini wanaambia kwamba kwa kupaa huko moto, yaani ni upatanisho pia. Kwa hiyo yeye moto ataenda kupatanishwa na utu wake wa kwanza, yaani ufahamu wake wa kwanza ambaye ni roho mudi. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Kwa ndio maana kitendo hicho cha moto kurudi katika hali yake ya kabla kabisa ya kushuka, hasa kabla ya hali yake ya anguko, tayari ni upatanisho. Kwa sababu ataenda tena, atakuwa kama gisa alivyokuwa, ataenda kufanya kitu kimoja. Na hilo ni kupenda kuonyesha kwamba ni moto ndiye anayetakiwa kuweka msingi wa kila kitu. Yote ambayo yatakuja baadaye, yaani ikiwa moto hakuweka msingi, hayo mambo hayawezi yakasimama. Haiwezi kawezekana dubisi ambayo mtita Enoch aiza be ambayo mtita Elia kwamba anyakuliwe wakati mtu wa kwanza hakunyakuliwa. Hilo haliwezekani, maana moto amepatanishwa upya na ufahamu wake wa kwanza ambaye ni roho wa mwisho kuumbwa. Hivyo ndivyo anavyosema, na ndio maana akasema hapa, ambayo ni upatanisho na ufahamu wangu wa kwanza, kuna mabano, roho wa upatanisho pia alikuwepo. Niliweza pia kwa udhihirisho wa neema ya Tite kudhihirisha muto pia katika uhalisia unaojulikana. Udhihirisho huo wa muto katika uhalisia unaojulikana hautolewi kutoka kwa damu wala kutoka kwa mapenzi ya mwili wala ya mapenzi ya mtu wa kuonekana, lakini kwa udhihirisho wa neema ya Tite. Kisha roho za agizo kula vitu zilitupeleka katika uhalisia wa kiroho. Hapo ndipo boom, wakapaa wakaingia katika agizo kula vitu. Kwa hiyo moto na moto hawakufariki, walinyakuliwa. Yule ambaye mtaita Adamu na Eva hawakufariki, walinyakuliwa. Lakini sio Adamu na Eva, kwa sababu hayo majina ni ya uongo. Adamu na Eva hawajawahi kuwepo, lakini moto na moto ndio walikuwepo. Kwa hiyo moto ndiye mwanaume wa kwanza kupaa. Nasema mwanaume kuhusiana upande wa watu, kwa sababu yeye ndiye anayeweka msingi kama gisi nilivyosema. Maana moto, mtu ambaye ni wa kwanza, ambaye ni mweusi, angelifariki, kusingelikuwa hata na nabii yeyote aweza kuwani yeyote ambaye angenyakuliwa. Hivi sijui kama unaelewa, kwa sababu ni yeye moto ndiye msingi wa hayo yote. Kwa hiyo ikiwa yeye amenyakuliwa, wengine wanaweza kunyakuliwa, lakini angelipita kwa njia ya kifo, hakuna hata mmoja ambaye angenyakuliwa. Hivi sijui kama unaelewa hili. Ina maana kwamba hata huyu mnayeita Yesu baada ya kufa asingelifufuka tena. Hivi mnaelewa? Asingelipaa, ingelikuwa kwamba moto hakupaa, kwa sababu yeye ndio anaweka msingi wa kila kitu. Ndio maana nikasema kwamba ndani ya Biblia sasa mnasema kwamba Yesu wenu Adamu wenu alifariki kwa miaka akiwa na umri wa miaka 930. Hao walioandika hivyo ni kwa sababu hawakuelewa chochote, hawakuelewa mambo ya kiroho yako namna gani. Kuna filamu moja hivi, muelewe haya mambo. Kuna filamu moja ambayo wanaita kwa jina la Dracula, ni ya mavampire. Yaani kuna vampire moja ambayo ilikuwa inaenda ikiwang'ata watu. Yaani anapokung'ata anachukua, ananyonya kabisa, anachovya, ananyonya damu yako, na wewe pia unageuka kuwa vampire. Kwa hiyo aliendelea kufanya hivyo, alifanya hivyo hadi yani karibu watu wote wakawa mavampire. Yani kwa sababu anaponyonya anaacha kitu ambacho kitakubadilisha na wewe pia unakuwa vampire. Tunapoangalia kwenye upande huo, lakini tunajua katika siri huyo Dracula yani ni demon. Anaposema anapokuja kukung'ata, ina maana kwamba ni kupenda kukupagaa. Hayo mambo muyaelewe hivi. Lakini tunaenda kwenye upande huu tu
kwamba yaani anapokung'ata ananyonya damu na wewe pia unakuwa vampire. Sasa ikafika wakati ambapo huyo Dracula akafariki, yaani wakati alipofariki, yaani mavampaya wengine wote wakafariki, kwa sababu huu ndio unaitwa muungano. Yaani kuna muungano ambao upo, sio kama unaelewa hivi. Maana yake ni nini? Mfano mwingine ni kama vile mwanamke mjamzito ana mtoto tumboni, tuseme labda mtoto ni miezi 7 aidha 8, ambapo tunajua kwamba mtoto anaweza akazaliwa. Sasa inatokea kwa mfano labda mzazi mjamzito ana ujauzito wa miezi 8, mtoto karibu azaliwe, lakini akafariki mama. Mama anapofariki, mtoto ambaye yuko tumboni, ikiwa hapata kuwa madaktari wa kuja kufanya upasuaji na kumwondoa huyu mtoto kwa muda mzuri, huyu mtoto naye pia atafariki. Sijui kama mnaona hilo jambo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo kama vile katika ulimwengu wa kiroho. Lakini nafikiri wengine watajiuliza sasa mbona sisi wazazi wetu wanafariki lakini sisi hatufariki moja kwa moja? Hamfariki kwa sababu ya nini? Kwa sababu mtu hakufariki, mtu wa kwanza, na ndio maana Mungu katika uwepo, kwa sababu yeye mtu wa kwanza hakufariki. Ingelikuwa hivyo, yani mzazi anapofariki na wewe unafariki kawaida, lakini kama kwetu haiko hivyo, ni kwa sababu mtu wa kwanza hakufariki. Ndio maana sio direct tunafariki na sisi, hapana, tunabaki. Na ndio maana Biblia inasema kwamba nitampiga mchungaji na wanakondoo watafanya nini? Watatawanyika. Hivi ndivyo mnavyotakiwa kuelewa jinsi mambo ya kiroho yanavyotendeka, ndugu zangu. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba sijui huyu Adamu alifariki namna gani, Enoki atapaa alipaa namna gani? Kwa sababu hilo haliwezekani, kwa sababu msingi, anayeweka msingi ni yeye, mtu wa kwanza. Kwa hiyo ndio maana moto ambaye ni msingi wa yote, kumrazi, hakufariki. Ndio maana hata mtu anapofariki mnaambiwa kwamba anapofariki roho yake inafanywa nini? Inatakaswa, alafu inarudi mahali ambapo roho ya mtu ilitoka. Ndani ya Biblia sasa unasema kwamba roho inamrudilia Mungu. Kwa nini inamrudilia Mungu? Ndio maana Esombe sura yake ya 8 mstari wa 13, Esombe ambaye wataita Paulo anasema, nanyi hamkupokea roho ya utumwa ili kuwa katika hofu tena, lakini mmepokea mudii wa upatanisho, ambayo kwayo mnapiga kelele mkisema tete. Kwa sababu moto hakufariki katika utumwa, ndugu zangu, hakufariki katika utumwa kwa sababu hakufariki. Moto hakunyakuliwa akiwa katika utumwa hata kidogo. Hakufariki katika dhambi, hakunyakuliwa katika dhambi, bali alipaa akiwa katika utukufu, akiwa kama alivyokuwa kabla ya kushuka, akawa upatanisho, akafanywa kitu kimoja na utu wake wa kwanza, yani ufahamu wake wa kwanza. Ndio maana moto atakapozaa mtoto wake wa kwanza ambaye ni Pongise, watakayeita Kahini kupitia mke wake ambaye ni Muto, huyu mtoto ambaye watazaa hawezi kuzaliwa katika hukumu, hapana, kwa sababu wakati huo, baada ya anguko, moto na Muto waliendelea kutenda, kutii sheria, yani walikuwa tayari wameshapata hiyo neema, msamaha tayari. Kwa hiyo watakapozaa mtoto wao wa kwanza, huyo mtoto hazaliwi katika hali ya utumwa, hapana, hakuzaliwa katika hali ya dhambi, kwa sababu baba na mama walikuwa tayari wameshasamehewa tayari, kitu ambacho hawa waandishi wa Biblia hawawezi wakakiona, hawawezi wakakipenya, kwa sababu hata wakati huo, baada ya anguko, moto na Muto alikuwa akiona roho za agizo kula vitu bila matatizo. Maana yake watoto wake wote hawakurisi roho ya utumwa, hapana, bali walirisi roho ya uhuru na kuwa na hiari. Hicho ndicho Esombe anatufafanulia hapa katika Esombe sura yake ya 8 mstari wa 13, anapomalizia kusema, nanyi hamkupokea roho ya utumwa ili kuwa katika hofu tena. Ndio maana Esombe 26:42 hadi 43 wanasema, tumepatanishwa
na neno la lugha. Tumepatanishwa na neno la lugha. Moto yeye alipatanishwa na ufahamu wake wa kwanza. Hivi sijui kama unaelewa hilo, kupitia Jokisabe na ambaye ametupa huduma ya upatanisho. Maana yake ni nini? Yaani Jokisabe anapokuja katika hali inayoonekana, alikuja kama mpatanishi. Kwa nini? Na sio kwamba ni yeye tu ndio mpatanishi mmoja kama jinsi wanavyosema kwamba Yesu wao ndio mpatanishi mmoja, hakuna wapatanishi wengine, na bali Jokisabe yeye ni mpatanishi wa wapatanishi. Hivi mnaelewa vizuri? Kwa sababu baada ya mtu kunyakuliwa, kwa mfano, pamoja na mke wake na wengine, tunajua kwamba kulitokea mambo mengi baada yake. Tulijua kwamba kuna malaika walioanguka wa utaratibu watatu ambao walikuja kwa mara ya kwanza, wakatembea na baadhi ya wanyama ama Maria, demoni zikazaliwa, na wakaja tena kwa mara ya pili, wakatembea na baadhi ya wanawake weusi wasioanzishwa, waliobadilika kuwa wasioanzishwa, wa uzao wa Pongesi ambao wataita Kaini. Wanefili wakatokea, wazungu. Hapo tayari mambo yameanza kubadilika. Kwa hiyo tayari tumeona demoni zimekuja, wazungu pia wameingia. Sasa ndio maana manabii watakapotumwa, makuhani watakapotumwa, waamuzi watakapotumwa, nao pia walikuja wote katika lengo la kupatanisha taifa kwa neno la lugha. Kwa hiyo nao pia walikuwa wapatanishi. Hivi sijui kama unaelewa hili, ili watu wapate kuondokana na mambo ambayo ni mabaya, mambo ya hovyo. Sasa Muledi Mutudu ambaye ni Jokisabe, Kristo wa kweli, ambaye pia ni mpatanishi sasa wa wapatanishi, ambaye alifanya kwamba watume hao kwanza, maana wapatanishi wengine wote wametumwa na wa kwanza na wa pili. Manabii wengine wote ambao walileta watu katika ukweli na wote walitumwa na mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili njia. Kwa hiyo yeye mzaliwa wa kwanza ni mpatanishi kweli, lakini yeye ni mpatanishi wa wapatanishi. Sio kama unaelewa hiyo sasa. Kwa hiyo ni yeye ndiye anayekuja sasa kukamilisha huu upatanisho. Na upatanisho huko wa namna gani? Anakuja kupatanisha nini tu? Je, ni watu tu? Aiza namna gani? Tumepatanishwa na neno la lugha kupitia Jokisabe na ambaye ametupa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo hapa yeye Jokisabe tena akawapatia uweza mitume wa kuendeleza huu upatanisho tena. Kwa hiyo huduma hiyo wanapewa mitume ili waendelee tena na upatanisho, ili kuwaleta watu katika neno, na wanapoendelea ni yeye tu anayeendelea tu. Sijui kama unaelewa hilo. Maana neno lilikuwa ndani ya Jokisabe, likiwapatanisha wasioanzishwa walioneemiwa naye mwenyewe, bila kuwahesabia wasioanzishwa walioneemiwa makosa yao, naye akawa ndani yetu, naye kumrazi akaweka ndani yetu neno la upatanisho, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa upatanisho. Kwa hiyo Jokisabe, ndugu zangu, ikiwa mnapenda kuelewa, alipopaa kulikuwepo, tumeona kwamba kuna roho mbili ambazo zilitokea. Mmoja aliitwa Edube na mwingine akaitwa Kandane. Mwelewe vizuri. Kipengele cha tatu, kubadilika kwa Jokisabe wakati wa kupaa kwake. Huduma Nemo la sura yake ya 60 mstari wa 42 hadi 48 inasema hivi: hivyo Jokisabe alibadilika sura, uso wake uling'aa kama jua na vazi lake likawa la kung'aa, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa mavazi ya uanzishwaji, tunafunga mabano, kama mwanga unaoang'aa. Macho yake yalikuwa kama miali ya moto inayowaka. Kwa hiyo mnaona hapa tayari maelezo ya Jokisabe wakati anaponyakuliwa tayari ni kama vile roho, jinsi mtakavyoita nyinyi malaika, ni tayari roho waagizo kula vitu hapa tayari. Sio kama naona hiyo sasa. Jokisabe alianza kuhisi wimbi la kushangaza la nguvu na uweza wa kiroho zikimwingia kila alipokuwa akipanda. Mafuriko ya hisia yalimjia tena alipoondoka katika hali inayoonekana. Wakati wa kupanda kwake, walinzi wawili wenye nguvu, Edube na Kandane, walimsindikiza katika safari yake yote. Kwa hiyo hizo roho mbili ambao ni Edube na Kandane, kila alipokuwa akipaa
wako pamoja naye, kwa sababu anapaa katika utukufu, anapaa katika heshima, anapaa. Na wakati anapopaa anaenda anapatanisha, anaenda anapatanisha, anaenda anapatanisha kitu gani? Lupa Jokisab alichukua tena asili ya kiroho na uwepo wa ajabu wa kila kategoria ya roho zilizo katika agizo kuu la vitu, kutoka ngazi ya chini kabisa hadi ngazi ya juu zaidi. Yaani kupenda kuambia kwamba wakati Jokisab aliposhuka, yaani alianza juu kwenye ngazi ya juu, anashuka hadi kwenye ngazi ya chini akazaliwa. Wakati anapopaa, yaani ni kama vile anaenda anachukua tena nguvu zake zote ambazo aliziacha njiani, na nikasema njiani hasa katika uhalisia mbalimbali. Anapofika katika kategoria hii ya roho hizi, anachukua uweza wa hizo roho, anapaa anachukua, anapaa anachukua, anapaa anachukua hadi anapotoka nje ya uwepo, anaingia katika uwepo sio kuwepo. Anapotoka katika uwepo sio kuwepo, hapo hana mwili, hana chochote. Jokisab alichukua tena asili ya kiroho na uwepo wa ajabu wa kila kategoria ya roho zilizo katika agizo kuu la vitu, kutoka ngazi ya chini kabisa hadi ngazi ya juu zaidi. Jokisab aliundwa tena na nishati safi, chombo cha nguvu isiyo na mwisho. Kwa hivyo Jokisab alivuka mbingu za mbingu na za mbingu, yani malimwengu. Kuna mabano mbingu zinazoonekana na zisizoonekana, yani mbingu za kiroho. Kwa hiyo katika kila kupaa Jokisab anafanya nini? Ni upatanisho ambao anaufanya, kwa sababu tambue kwamba wakati ambapo moto alipoanguka, kabla ya kuanguka, kabla ya kukubali mafundisho, kabla ya kujitolea kukubali hayo mafundisho aliyopewa na mke wake, aliona kwamba alipata taarifa kupitia nyota, kwa sababu alikuwa akisoma ndani ya nyota, alafu akaona kwamba nyota kama vile kumekuwa na usumbufu kidogo katika nyota, akaelewa. Kwa hiyo wakati ambapo Jokisab atakapokuwa anapaa, yaani yeye anaenda anapatanisha pia, yaani hata Jokisab hatapatanisha tu mtu, bali atapatanisha uumbaji wote mzima, kama ulivyoumbwa hapo mwanzo, kama jinsi ulivyokuwa unavyotakiwa kuwepo tena, yanafanya upatanisho. Ikiwa kuna nyota ambazo zilisumbuliwa wakati wa anguko wa moto nini, anaenda anapatanisha, anarejesha kila kitu kuwa vizuri. Ndio maana Esombe atapata ufunuo katika Esombe 54 mstari wa 20, anasema kwa hivyo kwa kuwa tunaye mmoja wa makuhani wakuu ambaye amevuka mbingu kutoka mbingu za mbingu, Jokisab mkubwa wa wana wawili wa Titeh, aliyezihirika kabla ya uwepo sio kuwepo, na tuendelee kuwa imara katika imani tunayoikiri. Ndio maana kipengele cha 4 na ambacho ni kipengele cha mwisho baada ya kuondoka kwa Jokisab, Huduma Nemula sura yake ya 60 mstari wa 49 hadi 51 inasema, kisha mimi Munangada pamoja na mitume wengine waliokuwa nami tulirudi Longanapi, ambao wataita Yerusalemu. Tulipofika tulipanda hadi kwenye hekalu, kuna mabano lenye vifaa vya umeme, usambazaji wa umeme katika mfumo wa mkondo wa moja kwa moja, ambao utafikiwa tu na wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi, katika siku zijazo za mbali sana, kwani wazungu na damu mchanganyiko metisi tangu nyakati za kale hadi leo. Leo ni wakati ambapo yeye Munangada anasema katika kipindi chake hawaruhusiwi kujua au kuwa na umeme majumbani mwao na kwingineko. Njia zao za kuwasha, kuna mabano, zilikuwa tunafunga mabano, zilikuwa ni mienge ya moto ambayo walijifunza kutoka kwetu weusi, tunafunga mabano, takatifu la walioanzishwa. Maana yake ni nini? Ndani ya Biblia za kisasa, wakati huyu atakaita Yesu alipopaa, wanamwambia kwamba sijui mitume walienda Yerusalemu wakiwa pamoja na Maria na wengine walikuwa pale. Hapa wanamwambia kwamba hekalu ambalo walikuwemo lilikuwa na umeme,
Yes, na wakati huo wazungu na damu mchanganyiko hawakuwa wanajua chochote kuhusiana na swala la umeme bali kuwa na ufahamu tu kuhusiana na kuwasha mienge ya moto, na tena huu ufahamu ambao wa kuwasha tu moto nini walipewa, walifunzwa tena na watu weusi. Ndio maana mimi nashangaa na watu tunapoongelea mambo nyinyi mnasema wazungu, ikiwa wewe unavaa nguo si ni wazungu ndio wanaleta, ni akili yao. Akili ya nani? Hakuna yeyote ambaye anaweza akafanya kitu hapa ambacho si cha mtu mweusi. Watu weusi ndio akili. Maarifa yote ambayo wazungu wako nayo yametoka kwa mtu mweusi. Mweusi ndio alimfunza mzungu namna gani ya kuoga, kula ni nini, kuwasha, kuandika, kufanya kitu kingine chote, ni mtu mweusi ndiye aliyemfunza. Tatizo ni kwamba hamjui tu historia yenu. Ndio maana mnajidharau, mnaniona kwamba sisi ni wengine wanajiita kwamba labda ni makako machepazema bonobo, kwamba wazungu walipokuja walikuta sisi tunalalala kwenye miti, sijui nyumba za. No, hapana, hii ni historia ambayo wao waliweka. Lakini ukipata historia ya kabla hiyo wanaoita kabla ya utumwa ambao walioleta unaambiwa Afrika wasi ilikuwa ni paradiso. Ni mnafikiri ni kitu ambacho wanaongea wakati wazungu tena, kwa sababu kuna wakati ambapo wao walizaliwa Afrika, ni kweli, lakini wakafukuzwa wakati ambapo kulifanyika nini, mgawanyiko wa bara, waliondoka. Wakati waliporejea tena ni kitu kingine. Hatuwezi tukatoa hii historia, ni mambo mengi sana ambayo yalitendeka, ndugu zangu. Kwa hiyo muwe makini na mujielewe, mjue utambulisho wenu ni upi. Nyinyi sio watu ambao mtaonekana kama sijui mnalilialilia wazungu hawasaidie. Kikawaida nyinyi ndio vichwa, hamtakiwi. Lakini tuko katika unabii, kwa sababu mkisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 sio mambo ambayo yanaongelewa wale Waisraeli walio pale, ni nyinyi watu weusi. Someni Kumbukumbu la Torati 28, ni nyinyi watu weusi ndio mnaongelewa, ni mambo yenu pale. Ikiwa mtu mweusi yuko vile, ni kwa sababu ya kuasi. Ndio maana mnaona watu weusi wako hivi vita ambavyo mnaviona kila mara nini huku na huku, hivi njaa, machafuko, ni kwa sababu mtu mweusi ameasi muumba wake wa kweli ambaye ni Luba Tite, muumba pekee wa kweli. Wamekubali hizo takataka ambazo zimeletwa na wazungu. Wakoloni wanakuja kuwapatia kwamba huyu ndio Mungu, huyu ndio nani. Waarabu nao wameleta vya kwao, wameingiza ndani ya watu weusi, na ni hao mkiangalia utumwa ambao Waarabu waliofanyia watu weusi, wengine waongelei, wanaongelea tu utumwa ambao wazungu waliofanya. Someni historia ili mjue ni nini ambacho kilitendeka. Wengine watakuwa pale, msikumbuke mambo ya zamani, utabaki kuwa mtumwa. Ili kwamba upate kujiepusha na mambo yatakayo kuja baadaye, unatakiwa kujua kwanza yaliyotendeka kule, ili ujiepushe na yale ambayo yanaweza yakatokea. Usipojua utashikwa tena bila wewe kujua ni namna gani. Na moja kati ya mambo ambayo yanafanya Afrika iko nyuma hivi ni hizo dini, kwa sababu dini zote ni za uongo. Dini ziko pale katika lengo la kuhalalisha watu weusi, na ndio maana viongozi wenu wote wako katika hizo dini. Lakini ni kitu gani ambacho wanafanya? Kama ni kuua, wanaua. Kama ni vyote wanafanya. Angalia waasi Afrika yote nzima, angalia marais gisi wanavyofanya, ni vile vile, na wote utakuta kila mmoja yuko katika dini fulani. Haijawaonyesha kwamba kuna kitu ambacho kiko sawa. Wewe ambayo ni tuseme, kwa mfano mimi niko katika ukweli huu wa Luba, namna gani naweza nikamtesa kaka yangu au dada yangu ambaye yuko katika ukweli? Hilo haliwezi kapita. Na sio tu kwa sababu yuko katika ukweli tu ndio siwezi nikamtesa, kwamba nitesi mwingine ambayo hayuko katika ukweli huu. Hilo haliwezekani. Anabaki kuwa ndugu yangu tu, hata kama hayuko katika ukweli huu, ni kaka yangu, ni dada yangu, kwa sababu yeye kwanza ni mweusi. Na hata kwamba awe wa rangi nyingine, sina haki ya kumtesa mtu mwingine kwa sababu labda ni wa rangi nyingine tofauti na ya kwangu. Hayo ndio mambo ambayo tunafunzwa sisi kulingana na ukweli ambao tuko ndani yake. Wakati ambapo watu weusi watakapokubali huu ukweli huu mtaona mambo gesi yatabadilika huko Afrika. Mimi nawaambia, wakati weusi, kwa sababu kweli kuna weusi ambao wamekubali ukweli, lakini bado hawajakuwa wengi. Bado wengine wangali katika woga, wanaangalia tukubali tusikubali. Wangali na woga nini, je, ni ukweli? Labda hao ni manabii wa mwisho wa uongo watakao kuja. Na hata na mambo hayo, manabii wa uongo walikuwepo na wapo tu kitambo, na hadi muda huu wapo. Hao wote wanaojiita wachungaji ni manabii, si wote ni manabii wa uongo? Mnamjui? Sasa mnafikiri kitu gani? Mnafikiri kwamba kuna mchungaji yoyote pale ambaye sasa mimi ni mtume, mwingine ataitwa kwamba ni mtume fulani, bishop fulani, n'importe kwa mtume fulani? Unajua kwamba wakati wa mwisho wa mitume wa mwisho ni wale ambao tunajua kule. Sasa ikiwa kutakuwa mitume wengine, ni mzaliwa wa pili ndio ataamua, ambaye tuko naye kwa wakati huu, kama ataacha mitume, kama ataacha walimu, kama ataacha manabii. Ni yeye ambaye anachagua. Yeyote ambaye anajitangaza kwa wakati huu
kwamba yeye ni mtume, nabii, mwalimu, wote ni wahongo. Umewekwa nabii na nani? Nani amekuweka kwamba uwe nabii? Sasa wewe ni unajua maana ya mtume ni kitu gani? Mtume ni watu wanachukua nyadhifa ambazo hao wenyewe yani unatakiwa mimi ambaye niko hapa, mimi ni mwanafunzi tu, very simple mwanafunzi kama wewe, ambao ukikubali ukweli, sote tuko kitu kimoja. Ingawa sasa katika uelewa kila mmoja anaweza kuwa na uelewa wake, labda mmoja anaweza kaelewa haraka kuliko mwingine, lakini sote tunabaki wanafunzi hivyo tu, na anayeamua nani atakuwa nani ni mzaliwa wa pili. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wote hao mnaowaita kwamba ni wachungaji wenu wa mingine, mnapoteza muda wenu bure, nawaambia. Hawatawapeleka sehemu yoyote, mi nawaambia, na wanajua kwamba huu ni ukweli, na hakuna hata mmoja ambaye mtasikia kwamba amepanda. Muniombee mmoja tu ambaye atakuja atengeneze video zidi ya mafundisho ambayo tunatoa. Wakati mmoja ambaye atakaposimama, asimame kwamba aongelee kwamba video fulani ambayo Imani alitoa, yeye anakaa pale sasa aanze kukosoa kwamba alete mambo mengine kwa tofauti. Hiyo siku mniambie na hiyo video mnitumie, ndipo nitawaonyesha sasa ni kitu gani ambacho kipo. Maana tumeongea mambo mengi zaidi sana, wengine wanafikiri kwa tu katika mza. Hakuna yeyote ambaye anaweza kasimama. Wengine watanung'una huko, nendeni kule, yule yuko hivi, wataongea, watanong'ona huko waliko, huko ni sawa, wanong'one huko, lakini asiwepo na mmoja ambaye atasimama aweki video live na kusema kwamba hii mada ambayo aliongelea huyu ni uongo kulingana na hivi na hivi. Ndipo tuingie sasa kiundani na tuchambue gisi mambo yalivyo, nanyi mtaona kwamba hakuna. Kwa hiyo yeyote ambaye atawaambia kwamba haya mafundisho ni ya uongo wa mwingine, wataongea kati yenu huko, lakini hawezi akafungua mdomo wake na kuongea juu kwamba haya mafundisho ambayo tunaongea, kwa sababu hata roho yake haiwezi kumruhusu afanye hivi, maana roho yake inajua kwamba huu ni ukweli. Sasa hawezi akafanya hivi. Inawaambia wanajua. Unajua watu weusi hata gisi mnavyoona ni wachungaji wa uongo, lakini mtu mweusi yeye ni mtu wa kiroho, lakini amedanganywa, amekuwa mtu wa kiroho ambaye hatumii tena busara, hata akili, hata mantiki haitumii. Hiyo ndio tatizo. Ndio maana mweusi kuhusiana na mambo ya kiroho ni mtu ambaye iko very simple, na akichukua kitu akiamini, yani anaamini sana, yani hawezi, anaweka na akili yote humo humo. Hata unaweza ukamwambia namna gani, watu unaweza ukaonyesha hata na kitabu na Biblia, angalia, soma hapa, anasoma sema no, wewe unatafsiri Biblia kwa namna yako, hii lazima uwe na Roho Mtakatifu ili au Biblia ni msito mkubwa, uwezi ukaigeuka. No, ndugu zangu, hata mimi nilikuwa huko, nilikuwa Mkristo kabisa, tena ambaye nilikuwa natii hizo sheria ambazo wengine wakati huo hata kutia watii. Kama ni sadaka nilizitoa, kama kufanya mfungo nilifanya, kuingia kwenye maombi nini, kila kitu nilifanya, lakini mabadiliko hayakuwepo. Hii nawaambia hapa hivi, naongea kama vile ndugu yenu tu, kawaida tu, tusemezane, kwa sababu nami pia nilipitia huko ambapo muko kwa wakati huu. Sina haja ya kuwacheka, hapana, na siwezi nikawacheka, na hilo haliwezi likatokea, lakini nawashangaa tu, kwa nini hamtumii tu busara tu ya kusikiliza na kuangalia, kutumia tu mantiki hiyo tu. Hiyo tu ndio nawaambia, kwa sababu na mimi nikisema kwamba niwacheke, kulikuwa wakati na mimi pia nilikuwa kama ninyi sasa, na hakuna mtu ambaye nicheka. Lakini unaposikia haya ndio matatizo. Mimi wakati ambapo nilisikia tu haya mafundisho, nilitafakari na sikurudi nyuma. Sasa mimi naweza nikasema kwamba nyinyi sasa mko tofauti na mimi, maana mumeshawahi kusikia hata mara mbili mara tatu, lakini hamchunguzi, sijui mumebaki, yani mumeshafunzwa namna moja ya kusoma na namna moja ya kufikiri, yani hamwezi mkaenda tofauti na kile ambacho nyinyi mumeambiwa na hao wanaoitwa wachungaji. Wote kwa moyo mmoja, yani ufahamu mmoja, mfahamu wa moyo, tulikuwa na bidii katika maombi, pamoja na wanawake wasioanzishwa walioneemiwa, wanawake walioanzishwa, pamoja na Eume na Kolaita mumewe, kuna mabano mwenzi, pamoja na Nyango dada yake ya Eume. Yani Eume ambaye wataita Maria alikuwa dada yake aliitwa kwa jina la Nyango. Wote walikuwa pamoja na mitume baada ya Jokisabe kupaa. Kwa hiyo hicho ndicho kilitokea wakati wa kupaa kwa Jokisabe, na msingi wa wote
Aidha, hayo yote ni moto. Yeah. Kwa hiyo hauwezi ukapaa ikiwa moto wako upaa. Wengine wanasema sasa, ikiwa hauwezi ukafariki ikiwa moto wako fariki. No, sio kwa namna hiyo. Si kwa watoto wake wengine walifariki kabla yake. Huyu ambaye mliita Abeli si alifariki? Kaini naye pia ndani ya Biblia hakuelezwa kitu, najua alifariki na baba yake alikuwa bado yuko hai. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kukielewa, ndugu zangu. Kwa mara nyingine tena, kwa upendo kabisa, msiogope, msio na wasiwasi kuhusiana na mafundisho. Hakika msiogope hata kidogo. Najua kwamba ni mambo mapya kwenu na kukubali wende ikawa vigumu zaidi, lakini nawaambia mutoe wasiwasi, ndugu zangu. Msiingie tu kwa sababu ya kuingia, no. Chunguzeni kwanza, hata kabla ya kukubali ukweli. Chunguzeni. Sisi tunaomba kwa sababu yeyote ambaye anaingia katika ukweli anatakiwa kwanza kuchunguza, kujiridhisha yenyewe mwenyewe kwamba huo ni ukweli. Ingia sasa, alafu utakuja kuona kwamba utajiuliza kwamba kwa nini nilikuwa muda wote huko nje? Loba anaendelea kujitukuza. Tukutane Jumapili, karibuni nyote, na maswali ambayo mko nayo tayarisheni. Tutaongea kama familia, na mafundisho ambayo mtayapata Jumapili hii hakika itawacha wengine kinywa wazi, mtashangaa. Loba anaendelea kujitukuza.